Yes, huu ni msitu ambao kiongozi wa waasi wa M23 aliweza kuuliwa. Na mimi kabla ya kukupeleka, nataka tu nikwambie kitu kimoja kabla ya kukupeleka huku ambako nataka twende ukapaone ambako alikuwa anajificha kiongozi huyu wa waasi wa M23. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusihi ubonyeze alama subscribe kisha utani on notification. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia kupitia mahali hapa. Kiongozi wa waasi wa M23 bwana ameweza kuuliwa na jeshi la Marekani ambalo lilikuwa linaulizwa ni lini ambapo wanaweza wakaisaidia Kongo ili kupatikana kwa ule usalama pamoja na utulivu ambao wananchi walikuwa wanasubiri kwa muda mrefu. Lakini tukumbuke kabisa kwamba Marekani haikuweza kujibu kitu chochote zaidi ya kukaa kimya. Lakini kumbe Marekani kukaa kwao kimya bwana, wamelishusha jeshi katika msitu ambao unauona hapa kimya kimya. Na wao kwa taarifa zao wanadai ya kwamba waliwashusha wanajeshi 4 tu katika msitu huu ili kuweza kumkamata Corneille Nangaa. Ni msitu mkubwa ambao hauwezi ukajua kama kuna kiongozi amejificha. Na labda tu nikutaarifu kitu kimoja ya kwamba hapo tunapoenda kupaona utapaona ni kama andaki alilichimba ili kuweza kujificha na kudhibiti. Kitu kikubwa ambacho alimekifanya marehemu kiongozi wa M23 ni kuwasha simu yake. Tukumbuke kabisa kwamba nchi ya Marekani ni nchi ambayo ina teknolojia kubwa sana. Na teknolojia yake inaweza ikagundua ni wapi mtu alipo kutokana na kuwasha simu au kwa taarifa ambazo zipo ndani ya simu. Sasa mimi naomba tu nisikuchoshe, twende tukashuhudie kidogo ili uweze kupaona mahali ambapo Marekani ilirusha bomu na kuweza kufukua sehemu ambapo amejificha kiongozi wa waasi wa M23. Labda tu nikwambie kitu kimoja, Marekani wana teknolojia kubwa sana na Marekani wana experience ya kupambana na magaidi mbalimbali kwa sababu tunakumbuka kabisa kwamba Marekani waliweza kushambuliana na Idi Amin, Idi Amin kumlazi, waliweza kushambuliana na Osama bin Laden. Wameshambuliana na Osama bin Laden, lakini pia waliweza kupigana na mtu mmoja anaitwa Saddam Hussein. Hawa wote walikuwa ni magaidi ambao walikuwa wanapambana na nchi ya Marekani, lakini Marekani iliwaweza. Sasa Corneille Nangaa alikuwa ni kitu cha kitoto sana na ndio maana haikuweza kujibu, lakini sijajua fadhila ambazo Kongo itaipatia Marekani kwa ajili ya kupata utulivu ambao wameupata katika siku hii ya leo. Na labda tutakuja labda tusikilize maneno ya Felix Tshisekedi kwa sababu mpaka sasa hivi yeye hajaweza kuongea chochote, na mpaka sasa hivi wanajeshi wale wapo katika ubalozi wa Marekani katika nchi ya Kongo na amani imepatikana vizuri kabisa. Sasa unaweza ukashangaa kidogo kwamba mbona poli hili ni kubwa sana. Labda tu nikwambie kitu kimoja, Corneille Nangaa alipokuja katika hili poli, kitu alichokifanya ni kujenga nyumba yake ndogo. Nyumba ndogo ambayo aliuvuta umeme kutoka Goma mjini kuja hadi katika poli hili. Umeme ukipita chini kwa chini. Wakati vita hivi vinaendelea Goma, Bukavu, Kivu na maeneo mengine kama Buganaga, Corneille Nangaa yeye alikuwa anavuta umeme kwa ajili ya kuyaleta katika makazi yake huku. Sasa kitu ambacho kimefanyika ni kwamba kosa lililofanya ni kuwasha simu yake, na alivyowasha tu simu yake Marekani wakagundua moja kwa moja mahali ambapo yeye yupo. Na labda twende ukapaone ni nyumba ile pale inayoonekana kama ambavyo unaweza kuiona. Ni nyumba fulani ambayo iko mbali kidogo na hapa. Na kama ni mara yako ya kwanza, nimekusihi tu bonyeze alama ya subscribe kisha utani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo tutakuwa tunaziachia hapa. Usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Alafu uniambie katika comment unajisikiaje kwa kiongozi wa waasi wa M23 kuuliwa katika poli hili la kizembe kabisa. Ameuliwa katika poli la kizembe kabisa na Marekani. Mimi naomba niwape shout out kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana kuleta utulivu katika nchi hii ya Kongo. Asante kwa kunisikiliza na nikutakia wakati mwema.